unavyoona hapa ni katika eneo mojawapo katika mtaa wa Endere, kata ya Ayamami, halmashauri ya mji wa Mbulu mkoani Manyara, ambapo eneo ambalo hapa linaonekana ni eneo ambalo limekumbwa na mafuriko ambayo yametokea hapa kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha kote nchini. Kwa hiyo eneo hili kama unavyoliona hali ni mbaya zaidi. Matope yamefunika majani ambayo yalikuwa ni sehemu ya familia ya watu, sehemu ya kusaidia mifugo kuweza kupata chakula. Na hawa hapa unawatazama ni baadhi ya wahusika wa eneo hili, ambapo upande ule yupo mkazi wa maeneo haya, lakini pia huku pia ni mkazi, na hapa ni mwanafamilia wa familia husika ambalo eneo hili basi mafuriko haya yameweza kutokea. Huyu hapa ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Endere katika kata hii katika halmashauri ya mji wa Mbulu. Mimi naitwa Elibariki Joshua. Labda sasa nianze kuzungumza nao moja kwa moja, waeleze adha ambayo imewakumba kwa siku hizi tokea mvua imeanza katika maeneo haya. Labda nianze na wakazi, unaweza kusogea huku ili tumalizane kwa upande wenu. Karibu sana, ujitambulishe moja kwa moja. Asante mtangazaji. Kwa jina naitwa Isake Marceli kutoka mtaa wa Endere hapa. Kwa kweli changamoto ya mafuriko hapa Endere haijawahi kutokea. Hapa hivi tuko eneo kabisa ya mafuriko. Hapa tupiti ukanda wa huku. Yaani tumebakia huku, mimi mwenyewe dereva bodaboda hapa hivi sipiti ng'ambo ya pili. Sasa tunaiomba serikali tusaidie kama kuna uwezekano wa kujenga daraja nzuri tu hapa. Naomba itusaidie. Sawa, nikushukuru sana kwa ombi lako. Labda mkazi mwingine pia anaweza akawa na la kusema. Karibu sana, ujitambulishe kwanza. Asante sana. Kwa majina naitwa Jacobo Fita. Mimi ni mkazi wa mtaa wa Endere, kata ya Ayamami, halmashauri ya mji wa Mbulu. Changamoto hii ilikuja mwaka jana, ilikuwa kidogo, lakini mwaka huu ni kubwa kidogo sana. Ni kubwa sana. Kwa sababu hii ilikuwa eneo la malisho ya ng'ombe ya mzee Bahane Sha. Kwa hiyo eneo hili lote imekatiswa na barabara upande wa huku na huku. Kwa hiyo poromoko huu pale chini unavyoona mtangazaji pale hakuna kupita barabara. Kwa hiyo huduma ya kijamii hapa imekatika, hakuna huduma ya taxi. Mgonjwa kama kuna maafa imetokea au kuna mgonjwa wa nyumbani au mama mzazi hawezi kaletwa. Kwa hiyo tumerudi kule tunakotoka zamani kwamba tunambeba kwa machela. Kwa hiyo naomba tu, ombi langu ni kwamba serikali tuangalie, tusaidie wananchi wa Endere, hasa balozi huu wa Kambles. Kwa hiyo huduma huku imekatika. Hii ni ajali tu mojawapo katika ajali zinazotokea katika nchi yetu. Kwa hiyo mimi naomba sana serikali ipate kutuangalia, tusaidie, halmashauri ya mji wa Mbulu tusaidie. Kwa hiyo asante sana mtangazaji. Mungu akubariki sana. Nikushukuru sana, na pia niende kwa mhanga kabisa wa tukio hili ambaye yeye ni mwanafamilia. Karibu sana, sogea kwa upande huu pia watazamaji wetu waweze kukuona vizuri. Karibu sana, ujitambulishe, lakini pole sana kwa hiki ambacho kimetokea. Mimi naitwa Moshi Bahane. Ile ni hatari sana, na hii inavyokwenda na mimi nitakwenda, lakini haina shida. Ile barabara imekatika, yani kuweka gogo haiwezekani. Ni serikali kama ina uwezo wajenge, lakini wadhibiti kule Mlima Gwandu. Ile hali ni mbaya sana. Tumeona eneo hili ni eneo la kulishia wanyama. Ungerudi kidogo hapa. Eneo hili ni eneo la kulishia mifugo ya familia yenu. Sasa tayari imefunikwa na mafuriko na majani yameondoka kabisa. Kuna sehemu gani labda nyingine ya kwenda kuwalisha mifugo pale nyumbani? Sasa mifugo yote, yani sijui. Sasa jana imeenda kwenye oshesi wa kule kwenye bonde, ikakamata kama ng'ombe 3. Kutoa ni ngumu, achana na majani. Ile ni kuuza tu bwana. Sawa, pole sana, na nikushukuru pia kwa kuzungumza moja kwa moja. Mtazamaji, mara baada ya kuzungumza na wananchi hawa, na sasa niko na mwenyekiti wa mtaa huu wa Endere katika kata ya Ayamami, halmashauri ya mji wa Mbulu. Mwenyekiti, karibu sana, ujitambulishe kwa majina. Watazamaji wanatamani kukufahamu. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Elifuraha John Bey, ni mwenyekiti wa mtaa wa Endere. Nafikiri kwa utambulisho ndugu mtangazaji inatosha. Nashukuru sana Radio Habari Njema kufika mahali hapa. Maana kama nilivyoongea awali, ili tukio ni la mara ya pili. Kwa hiyo matukio haya yanaendelea kujirudia na athari ni kubwa. Kwa sababu
hapa kuna makazi ya wananchi kwa chini, na hili bonde linaenda hadi mwisho wa mtaa. Kwa hiyo hili hali kama inaendelea kuendelea, inaweza kaleta maafa makubwa. Kwa hiyo serikali kama serikali, japo uongozi wa mtaa na kata na wilaya upande wa watu wa mazingira wamefika, lakini haitoshi. Haitoshi kwa sababu utafiti mkubwa na wa kuwakinga wananchi unahitajika kwa hawa watafiti wa miamba, kwa sababu ardhi kama tukio linajirudia ina maana kuna jambo linatafuta. Kwa hiyo mimi niombe tu serikali tuachane na watu wa mazingira, hata watu wa miamba pia wafike. Uongozi wa wilaya hapa ufike, utafiti zaidi ufanyike, kwa sababu mlima ni mlima mrefu sana. Kama hii hali ikiendelea, kama utapasuka sehemu ya juu zaidi, ina maana watu wa ukanda wa chini huku tutawakosa. Kwa hiyo serikali ifanye tu namna yote utafiti ufanyike, na kama kuna uwezekano wa kuhamisha wale watu ambao wako karibu na bonde wahamishwe. Ila utafiti ufanyike wa haraka, na sio jambo la kuandika makaratasi na kusema acheni kulima. Hiyo haitoshi. Maana matukio bado yanaendelea. Maana ni tukio la mara ya pili usiku wa kuamkia 28 ndio imetokea hili. Kwa jinsi ambavyo mafuriko yanaonekana hapa, ni mazingira ambayo mtoto mdogo kupita ni changamoto. Akifika hapa lazima akwame, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu ukitembea pia mguu unaweza ukazama. Pengine sasa unatoa tahadhari gani kwa wale wazazi, lakini pia wakazi wa maeneo haya? Ni kweli ndugu mtangazaji, tangu kuamkia 28 hapa kweli, angalau mimi na wewe sasa hivi tumesimama hapa, ardhi inazidi kukauka kwa sababu mvua zimesimama. Lakini ombi langu, rai yangu kwamba kwa wananchi wa wakazi wa hapa na wale ambao wanakuja mtaani kusafiri kuhemea chakula au kwa ndugu zao wanakuja, kwa kweli mchukue tahadhari za kutosha. Ili bonde sio bonde la kupitika kirahisi kwa sasa hivi. Kama unavyoona pale barabara imekatika. Ile sehemu sasa hivi vijana kama walivyo asubuhi sasa hivi wanatengeneza madaraja. Sisi kweli bado tuko dunia ya mwisho, bado tunaitwa halmashauri ya mji wa Mbulu, lakini vijana wanatumia nguvu ya kubeba magogo kwa kutumia mabega kutengeneza madaraja haya mabanzi, lakini bado tuko halmashauri ya mji wa Mbulu. Kwa hiyo mimi niombe tu serikali, kwa sababu serikali inatumia kodi za wananchi kuendeshea nchi, ikumbuke pia Endere, hasa Bili bonde na hili barabara ambayo ni ya Orongeda inayotokea shule ya msingi Endere kuelekea huko Hailoto. Kwa hiyo mimi niombe tu serikali iweke nguvu nyingi, kwa sababu kodi ya wananchi inataka ifanye kazi. Basi serikali ilete nguvu nyingi sana hapa, hasa kwenye hili bonde hapa lililo katika. Ile daraja pale sasa hivi kwa magogo haifai tena, maana zinazidi kumomonyoka. Maana mafuriko hatuwezi kujua baada ya mvua hizi kuzirudi, ile hali inaweza ikaendelea, ile ikapasuka zaidi. Kwa hiyo hatua za haraka na inahitajika kwa serikali. Unavyojua mimi ni mwenyekiti wa mtaa, lakini nalinda watu na mali zao. Ni mlinzi wa watu na nini? Na mali zao. Kwa hiyo mimi niombe tu serikali, jana kweli umefika, lakini bado nguvu zaidi inahitajika. Uongozi wa wilaya, mkurugenzi, watu wa TARURA wafike mahali hapa waone hali halisi. Isiwe ni kama sisi tunaongea tu, lakini wajionee kwa macho yao hali halisi ya eneo hili. Sababu matukio kama nilivyosema sio ya mara ya kwanza, ni ya mara ya pili. Sawa, nikushukuru sana mwenyekiti wa mtaa huu. Na mtazamaji, kama unavyoweza kuona eneo hili ni eneo ambalo limekumbwa na mafuriko haya, lakini pia mvua imetokea, na kuanzia eneo lile kule chini hadi huku juu ni takriban mita kama 500 kwa urefu, lakini kwa upana ukiangalia ni kama mita 20 hivi. Eneo kubwa kweli kweli, na haya hapa ni maji ambayo yametokea huko sehemu ambapo mafuriko yameanzia. Mimi nikushukuru sana, na endelea kuwa nasi kila wakati tunapokuwa tunaposti video mpya. Mimi naitwa Elibariki Joshua. Asante sana, tuzidi kwa pamoja mtazamaji.